Mke wangu ni mzuri sana wewe. Asante mume wangu. Usiponisifia hata nisifia nani? Na wala hata subutu mtu mwingine kusifia. Asante, hapo vipi unapendeza? Hapo tena sina la kusema. Nimechelewa bwana, mimi naondoka. Si unakumbuka leo tuna mgeni? Oh my god. Unajua nilisahau. Oh my god. Wow. Mama mzaa Chema. Yaani nilisahau kabisa. Basi mume wangu. Leo nitajitahidi niwahi kurudi ili nimpikie mamangu mimi mwenyewe. Au unasemaje mwanangu? Safi. Unajua nakupenda. Nakupenda pia mama, nakupenda sana sana. Basi ngoja niwahi. Yaani nitawahi kurudi. Okay. Nakupenda. Nakupenda pia. Uwe na kazi njema. Aya, nakupenda mwanangu. Karibu. Oh, mama. Karibu. Karibu mama. Nyumba imepoa kama haikaliwi na watu. Afu, lile geti mbona mnachawazi? Faida geti nini sasa mwe sawa? Hapana mama, samahani. Nilikuwa tu hapo jikoni mara moja. Lakini, hebu naomba unawahi maji kwanza. Yaani hapa najua hili. Nimekaukiwa kweli maji. Karibu mama. Wajua hili nakwambia hapa nina kiu ya kibali. Sawa, kuna shida mamangu. Karibu sana. Pole sana safari mama. Asante. Ndio. Sasa mama, mimi nilijua utafika jioni. Mwanangu. Jioni na hali yangu hii kweli nitaweza kugombea magari? Ni kweli mama, usingeweza. Ila kikubwa ninachoshukuru Mwenyezi Mungu, umefika salama mamangu. Hilo namshukuru Mungu hata mimi kwa. Ila pole na uchovu. Asante sana. Vipi mzee Juma naye jambo? Mzee Juma hajambo. Jana tu nimetoka kuonana naye. Yaani hajambo kabisa. Okay mamangu, nashukuru bwana, ili mradi ufika salama, basi ni furaha kwangu. Na nyinyi hapa hamjambo lakini. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Nashukuru. Kama nasikia kuna kitu kinaungua, kina harufu hivi, kitu kama kinaungua. Sasa nilipeleka mboga jikoni. Ile ufu yangu ilikuwa kwenye kuungua tu. Hata hivyo lakini ina harufu kidogo. So sana lakini. Hivi. Mwanangu Sam. Ndani kwa hiyo kazi zote kila siku unafanya mwenyewe hivi? Ufanye usafi, ufue, upike. Ni kweli mama. Kumsaidia mke wangu sio dhambi. Sio dhambi? Kwa hiyo kuna tofauti gani ya mtu aliyeoa na asiyeoa? Lakini sio Sam naye kufahamu mimi. Imekuwaje mwanangu?
Baby. Mama kumbe kashafika. Shikamoo mama. Marahaba. Sasa ndio nini mpenzi? Mama kafika hata kuniambia. Samahani, nimejisahau. Huo muda wa kuambia atautoa wapi? Wakati kazi zote za ndani humo anazifanya yeye. Mama. Mama nini Sam? Mama nini? Sasa ndo nini? Kawaida tu mke wangu. Hebu acha kwanza. Nakutayarisha chakula kizuri kabisa. Bwana. Unaiva kitamu Sana, unajua. Sawa bwana mimi. Sasa okay, mambo ujiandae tu basi ukaoge angalau. Kimaliza chakula kipo tayari. Sawa mume wangu. Napenda sana. Asante. Why? Usijali. Na kusubiri kidogo. Okay. Kama unavyoniona. Mama bwana. Mama, mimi naenda kazini. Na nitachelewa kurudi kwa sababu kazini siku hizi niko busy. Ila nikirudi tutaongea vizuri babangu. Haya, kwaheri. Nini? Hivi wewe mkeo anatoka na anaenda zake si kazini. Hajui mume wake amekula nini? Chai hakupiki, hajui mchana unakula nini? Sasa ndio nini unachoshangaa? Mama, kuhusu chai, sijui chakula, tajiandalia mwenyewe. Tatizo liko wapi? Wewe shida huioni? Umeoa au umeolewa? Una shida sana mama. Mama, kumbe uko huko. Nimekutafuta nani sehemu yote karibia lakini sijakuona. Mimi ngoja niende dukani mara moja nikanunue bidhaa kidogo. Nipe hiyo hela niende mimi. Mama, unajua wewe ni mgeni. Acha tu mimi niende mara moja. Nitarudi sasa hivi. Kama ni hivyo, basi twende wote.
Niambie kaka. Karibu. Fresh, asante sana bwana. Naona leo una ndizi peke yake. Na ndizi kaka, leo na ndizi. Leo sokoni ni kugumu kidogo. Leo na ndizi. Mpya mzigo mpya. Okay. Sawa, karibu. Asante. Sasa mke wangu atumii. Kwa hiyo kama mke wako na sisi hatutumii, si ndio? Tumii ndizi. Yaani kitu asichokula mkeo na wewe huli. Kila siku nasema wewe umerogwa. Wewe sio mzima. Yule mwanamke kakuloga. Samu nimemjua mimi niliyemdhamini, sio Samu wewe. Yaani wewe umerogwa kabisa wewe. Kitu ambacho mke wako hali na sisi tusile. Tuondoke bwana. Maneno gani unazungumza mbele ya watu haya? Pole kaka. Asante ndugu yangu, asante. Asante bwana. Hapo. Mpaka saa hizi Natuliza fikra zangu kwanza. kwa kukaa peke yako. Mama, niache mwenyewe. Sawa, lakini kumbuka mimi ni mama yako, na maneno anayesema mzazi huwa. Una maana gani? Hivi unafikiria mkeo anafanya kazi hotelini kweli? Naamini mke wangu anafanya kazi. Na pia ni mwanamke ambaye hata kama siku nikija kuanguka, yeye ndio atakuwa msaada mkubwa sana katika maisha yangu na hata yako pia mama. Nakuomba umwamini kama mimi ninavyomwamini. Shikamoo kazi yenu. Hivi mke wa mtu unarudi saa hizi, saa 8 za usiku hizi ndio unarudi? Afu unasema mke wa mtu. Mke wa mtu wapi wewe? Kibiti kizuri huko kwenye nyumba. Unashindwa kuihandle nyumba yako kweli? Unarudi saa hizi? Unatoka wapi? Hivi wewe mwanamke gani jamani? Mwanamke gani? Mimi sielewi hata mwanangu sasa kachukua wapi huyu mwanamke. Amekupata wapi mimi sielewi. Hivi mwanangu umemlisha nini ambacho akitibiki ili aweze kutibika aishi kama mwanaume ambaye anajitambua? Samani mama, naomba niende nikapumzike. Ukapumzike wapi? Ukapumzike wapi? Nimeshamaliza mimi maneno yangu. Mimi yani sielewi mwanangu mimi sasa. Sijui amekupata wapi. Mwanangu sijui umempa limbwata, sijui midawa gani, anashindwa hata kujitambua kama yeye ni mwanaume. Sijui nimpe dawa gani mwanangu arudi katika hali yake ya wanaume kabisa. Yaani sielewi. Toto gani wewe ambaye wewe mke wa mtu unirudie saa hizi usiku unarudi kwa mwanaume wako saa hizi usiku? Mama,
Samahani sana. Najua maneno ya mama yamekuumiza, ila nitaweka sawa. Hivi Sam, nimemkosea nini mama mimi? Basi mke wangu, italimaliza tu swala. Mambo yote yatakuwa sawa. Naumia lakini ujue. Shikamoo mama. Marahaba. Leo kazini hakuendeki? Nitaingia usiku. Usiku? Una shift hadi za usiku? Oh. Mwanzo tunafanya kazi gani? Hotelini. Hotelini? Kazi gani? Hotelini kuna kazi nyingi. Nipo jikoni. Uko jikoni. Haya. Chief kuka wangu. Mama, acha tu mimi nitafanya. Tumbo langu halijawahi kuzaa mtoto kama wewe. Sina mtoto kama mama.
Na wala mimi sio mama yako. Mzukule wako leo umechoka. Sina kuuliza, sema ndio. Mwanamke gani ambaye unapendeza nje nyumba yako chafu? Ukitoka nje umependeza kama dada kazuri, lakini nyumba chafu. Angalia buibui, moto. Buibui tu. Hii nyumba ya mwanamke au ya mwanaume? Si bora alivyokuaga mwanangu Sam peke yake, ukija unakuta nyumba nzuri, madirisha yanang'aa. Hata kama ingekuwa chafu kidogo, mwanaume hatulalamiki sana, lakini maana ya mwanamke ni nini? Mwanamke usiyojitambua. Unatoka nyumbani usiku, unarudi asubuhi. Unatoka asubuhi, unarudi saa 8 za usiku. Hujafungwa kwenu. Mwanamke ambaye anaolewa anafungwa kwao, ambaye ameaga kabisa kwa wazazi wake. Nahisi nyinyi mlikutana labda ba. Ndio hapo wanawake kama wewe hivi. Sasa hivi buibui hivi. Hii nyumba anakaa mwanamke kweli? Au kinakaa kituko cha mwanamke huko ndani? Mama, nimeshakwambia mimi sio mama yako. Tumbo langu halijawahi kuzaa mtoto mchafu kama wewe. Hivi mimi nimekukosea kitu gani? Hujui ulichonikosea? Ndio maana nasema huna akili na ustahiki kuitwa wewe mkamwana wangu. Toka nimefika umeshawahi kunipikia? Umeshawahi kunipa hata maji ya kuoga? Mama, maji ya kuoga haya. Umeshawahi kuchukua kijela changu hiki kingo changu kusema nimfulie mamangu? Nafua nyuma, mwanangu anakuja ananiambia mama naomba nikusaidie kufua. Wewe uko wapi? Na inaonyesha hata nguo zako unazovaa anafua mtoto wangu mimi. Si ndio? Natamani ningetoka huko na kuja napokelewa. Bibi. Hakuna cha bibi, hakuna cha nini, napokelewa na ukimya wa nyumba, napokelewa na uchafu wa nyumba, napokelewa na mwanangu Sam peke yake. Sina kwa. Sijui mlikutana wapi. Mtoto usiofundwa kutoka kwa wazazi wenu. Mtoto anayeolewa sharti afundwe, aelekezwe huku unakwenda kuna wakwe. Unataka kulia, unalia nini kama sio unafiki tunaombea? Mwambie hata Sam, simwogope. Sam nimembeba hapa, mtoto mwenye nidhamu ambaye ulimpenda, nimemtoa tumboni mwangu mimi. Na ndio maana hata wajukumu ndani hakuna. Natamani ningetoka huko na kuja napokelewa. Bibi. Hakuna cha nini, napokelewa na ukimya wa nyumba, napokelewa na uchafu wa nyumba, napokelewa na mwanangu Sam peke yake. Nina miaka mingapi sijaja? 3. Sijakuta hata katoto, hata tumbo kunyanyuka kusema mama ukija huko naomba niletee ndimu. Hakuna, wala udongo hakuna huko ndani. Nakupa miezi hii 3. Nione mtu atana anasikia kichefuchefu huko ndani. La sivyo namtafutia mwanamke kwetu. Mwanamke anayechezwa, mwanamke ambaye anafundishwa na wazazi wake kwamba maana ya mwanaume ni nini. Anafundishwa maana ya mwanaume ni nini. Hivi Sam ni mume wako au ni house girl mundani? Eti unalia unafurahia unavyomfanyia madawa mwanangu. Nyinyi watoto wa mjini humu mnazaliwa mnacheza tu ngoma za kwenu humu mitaani humu, mara yao naenda kwa mwanaume, hata maana nyumba hujui. Maana kusafisha nyumba yako hujui. Wewe unafikiri mwanamume anapenda usafi wako wa barabarani? Nimeshachoka. Yaani unaweza ukasema bora uzae watoto wa kike tupu watakuletea wako nyumbani kuliko hii mitoto ya kiume inayoleta wakamwana wasiojulikana. Sijui alikupendea nini wewe mwanamke. Sikupendi. Cheusi. Yaani sikupendi kweli kweli. Yaani kwanza alishaniambia mama nataka nichukue mwanamke mrefu tunayeendana awe alete watoto wazuri. Analeta tena kimwanamke kimbilikimo kama wewe. Yaani sikupendi. Mwambie mume wako na ninakwambia kwamba sikupendi na humu ndani utatoka. Sam. Amka tuongee. Amka tuongee Sam. Nimesema amka tuongee, mbona hivyo lakini?
Nikwambie kitu. Ishia kwa kwanza. Hivi, kwa nini hutaki tupate watoto? Hapana mke wangu. Sio kama sihitaji tuzae kwa sasa. Ila si unajua bado tupo kwenye malengo mke wangu. Ngoja tutimize malengo yetu. Kisha tutapata watoto. Hebu achana na miamko ya watu. Na pia sahau maneno ya mama. Sawa. Baada ya hapo tukishatimiza malengo yetu tutapata watoto tu, sio mmoja, hata 3, 4, 5. Sawa yangu. Na sio? Au tutafute sasa hivi wa kwanza. Cha ajabu kipi? Nipeni hela nirudi kijijini kwangu. Unataka kwenda wapi? Subiri upate kwanza matibabu mamangu. Hata nikitibiwa, wakuniuguza mimi na huyu kunguru wako anaoruka muda wote mpaka usiku wa manane. Sasa ndo nini? Tunataka kuondoka. Mwache ende. Ndio maana huwa anasema wewe umelishwa madawa. Umerogwa wewe mtoto wewe. Hii hela naenda kutumia kama unavyotumia kunguru wako kwa mtaani. Na mimi naenda kuitumia hii pesa.
Mimi si nipo mwanao? Wakati unakuwa mwanangu, ulicheza na mimi mama yako au bibi yako? Hivi mwanangu Sam, wanawake wanaozaa wako kibao. Fukuza hii takataka, lete mwanamke mwingine hapa. Mama, najua unanipenda na unapenda maisha yangu, lakini nini? Nyumba unayo, pesa unazo, au masharti ya waganga? Hapana mama, unajua kabisa kuwa mimi sipendi kabisa masuala ya ushirikina. Nilikuwa sitaki ujue, ila sina jinsi, inabidi tu nikwambie ukweli. Mimi ndiye ambaye sihitaji mtoto kwa sasa. Na lingine hata Anita pia hajui. Nilienda hospitali, nilicheki afya yangu, nikajulikana kuwa na tatizo la uzazi. Daktari amenipa dawa na amenipa ushauri, na imani Mungu yupo, nitapona na litaisha hili tatizo mama. Ila naumia kuona ukimsema Anita, ukimlaumu. Laiti angekuwa mtoto wako, ungemfanyia haya kweli? Unajua hata matibabu yako, yeye ndo ambaye anaitoa pesa. Hata kipindi upo kijijini, ulivyokuwa unapiga simu na kuhitaji pesa matumizi, yeye ndo ambaye alikuwa anatoa. Mimi sina kazi ambayo ya kusema kuwa labda nimeajiriwa. Kazi zangu ni za kibarua. Leo nikiitwa naenda kazini, leo sijaitwa niko nyumbani. Lakini matumizi, gharama zote yeye anashughulikia. Mama, umemkosea sana Anita. Yeye ni mwanamke kipekee kwangu. Ni mwanamke bora katika maisha yangu. Siwezi kulaumu sana. Ni kosa la kwangu, kwa sababu ilikuwa siri katika maisha yangu. Naomba unisamehe sana mamangu. Nakupenda sana. Nakuona mwanangu unachambua mboga hapa. Mama. Mama una njaa? Mimi nitakupikia. Nenda nikakunjikia bwana. Hapana. Nikuja tu nilikuwa na maongezi tu na wewe. Ningeongea kidogo na wewe mwanangu. Kwa hiyo nilikuwa nataka
Nikuombe samahani. Ndio. Kwa yote niliyokufanyia. Nimetoka nyumbani, nimekuja. Kwa yale niliyokufanyia. Nilikuwa nahitaji kuomba samahani mamangu, unisamehe. Kwa sababu zama nilizotokea mimi zamani huko. Sisi kwetu tulikuwa ukisha uzaliwa, umelelewa, umekuwa tu unaozeshwa. Unaenda kwa mume. Ni shamba, kazi za ndani, sio kuteka maji, kuzaa watoto, ni hivyo. Lakini kumbe ni tofauti sana na maisha ya sasa hivi. Naona sababu sasa hivi watoto wa kike mnasoma tena mpaka elimu za juu kabisa. Lakini sasa mimi ile nilivyokuwa nimefika hapa, ile ingia yako, toka yako, unatoka asubuhi, unarudi usiku, unatoka usiku, jioni, unarudi asubuhi. Mimi nilikuchukulia vingine sana. Yaani nilikuona kama una mambo yako mwenyewe. Mpaka nikafikia kusema kwamba labda mwanangu umemloga. Lakini kumbe hapana. Kwa hiyo hiko ndicho kilichosababisha mimi kuja kuomba samahani mwanangu. Naomba unisamehe. Mama. Mbona nimesha kusamehe muda mrefu. Nilikuwa nakuelewa mamangu. Sawa. Nashukuru kama umenisamehe mwanangu. Mama, jamani. Mama, mimi nimekusamehe kweli. Basi nashukuru mwanangu. Najua mkubwa akosei. Ni kweli nasema mkubwa akosei, lakini mimi najua kwamba nilikukosea sana. Mama, haki ya kukasirika. Sio kosa kuomba samahani kwa mtoto kama umemkosea. Naomba unisamehe tu mama. Haya mama. Nakupenda. Asante. Nakupenda. Nashukuru. Asante kwa kunielewa mamangu. Nashukuru. Asante sana. Sawa mama. Ngoja basi nikakupikia haraka kipenzi. Hapana, kwa mama. Asante. Nashukuru. Mimi niko jikoni. Asante Mungu. Kwa niliyoyafanya, hata sikutarajia kwamba atanikubalia kunisamehe kirahisi hivi. Kwa hiyo nashukuru asante. Mengi nimemfanyia, lakini kanisamehe. Itabidi nibadilike sasa. Hana shida kabisa. Atakusimamia ipasavyo mama. Kwa hiyo usio na wasiwasi. Yule dokta bingwa na ushuhuda alimshughulikia mamake na rafiki yangu alikuwa na matatizo kama yako. Yaani yule mama kapona na anafanya shughuli zake kama kawaida. Ila tu dokta kaniambia eti mimi nisinywe soda jamani. Unage maji tu. Mama, dokta sasa hivi jamani tishi. Sasa kuna ugumu gani hapo? Mimi fikia na kunyima labda akakukataza kula kuku. Hapa nyama ng'ombe. Nyama ng'ombe. Ya bata. Samaki unaopenda mama, nasikia unapenda samaki. Samaki ndio wa kwetu mwanangu. Nikishindwa kupenda hao basi tena. Lakini kama kwa sababu ni soda kama umekuzuia basi tutengenezee juice ya matunda. Hata mwenyewe pia kazini nitakuwa nakuja nao. Sawa. Kuna juice nzuri sana. Hata nikiwa nyumbani nitakuwa nakutengenezea. Siku nikiwa kazini nipo busy nakuja nao special. Wow. Nafurahi sana. Nashukuru. Na imani mama, Mungu atakusaidia. Utakuwa vizuri kabisa. Sawa. Kula mama. Nakula nao. Nakula. Nikipona unafikiri narudi kijijini. Nakaa hapa mjini. Ndio vizuri. Naona unaje sana? Nyumba itachangamka. Hata kama nikienda kazini najua
Mama yupo. Nadeka. Nashukuru wanangu. Mungu awabariki. Asante. Muwe na maisha mazuri marefu. Nikuongeze mke wangu.